Shalom ndugu zangu, nashukuru kwa sababu ya asubuhi njema ambayo Bwana ametupatia, na nashukuru kwa sababu ya kila mmoja wetu ambaye anatazama video hii, na asante kwa sababu ya kuingia na tukaweze kushiriki neno la Bwana pamoja. Lakini nataka kushukuru kwa sababu ya wale ambao mmekuwa mkitizama kwa muda, na hata wale ambao ni wageni, labda pengine hii ni mara yako ya kwanza. Nataka kushukuru kwa sababu ya kuingia na kutazama, na nataka kushukuru kwa sababu Bwana pia amekuwa pamoja nasi. Tunajua kwamba kuna mambo mazuri ambayo Bwana ametuahidia, na pia tunajua kwamba kunayo mipango ambayo serikali iko nayo, lakini yote tutaweza kuwajulisha katika mitandaoni, katika YouTube, hapa katika page yetu ya Facebook, na pia katika wale ambao tuko pamoja kwa WhatsApp. Pia tutaweza kuingia na kujumuika pamoja na nitawezidi kuelezea mipango inavyoendelea kupangika. Na kwa hivyo tunashukuru kwa sababu Bwana hajatuacha na yuko pamoja nasi na anaendelea kutufanyia mambo makubwa, na asanteni sana. Kabla tujaendelea, ningetaka kwanza tuweze kuingia katika hali ya maombi, tumshukuru Bwana na pia tuzidi kumuomba kwa sababu tunahitaji hekima yake hapo, hata wakati tunapoendelea katika mipango hii. Bwana kazidi kuwa pamoja nasi, na hata katika ugonjwa huu kwamba Bwana ataweza kusimama pia pamoja nasi. Tuombeni pamoja. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya fadhili zako na wema wako katika maisha yetu. Tumekuona katika kipindi ambacho kimepita Bwana, tunaomba kwamba hata kipindi hiki utazidi kuwa pamoja nasi Bwana, kwamba utazidi hata kutuonekania. Na Bwana tunaomba hekima kwa sababu ya viongozi wetu wanaoendelea kufanya mipango ya kuweza kurejesha mambo kawaida. Bwana tunaomba kwamba utawapatia hekima yako, na hata sisi pia tunapoingilia katika mipango ile, Bwana utazidi hata kuwa pamoja nasi na utupatie hekima yako. Kuna wengi ambao wameathirika kwa sababu ya ugonjwa huu, na Bwana tunaomba wote kwamba utazidi kusimama na wao. Tunaomba kwa sababu ya wale ambao wameathirika na mambo mengine, Bwana pia ukaweze kusimama pamoja na wao. Wale ambao Bwana wanazidi kuomba na kukutumaini kwa sababu ya vyakula, tunaomba pia ukaweze kuwatimizia kwa sababu ni Mungu ambao unawapenda. Na asante kwa sababu Bwana utazidi hata kunena na roho zetu hii asubuhi tunaposikiliza neno lako. Tusaidie kulielewa, na hata zaidi tusaidie kulifuata. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Asante. Asubuhi ya leo ningetaka tuongee kuhusu jambo ambalo ni la muhimu sana. Najua sisi wote tunapenda kufurahia na kukua katika hali ya furaha kila wakati. Na najua kwamba tungetaka kujua ni nini ambayo tunataka kufanya ili tuwe na furaha. Na tunayo furaha aina mbili. Tunayo furaha ambayo ni ya kidunia na furaha ambayo ni ya kiroho. Na leo nataka tuongee kuhusu kufurahia furaha ambayo ni ya kiroho, na ambapo Paulo aliandika katika kitabu cha Wafilipi, na nitasoma Wafilipi 4 mstari wa 4 hadi ule wa 7. Wafilipi 4 mstari wa 4 hadi ule wa 7, ambayo inasema kwamba furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Upole wenu na ujulikane na watu wote. Bwana yu karibu. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kitabu hiki cha Wafilipi ni kitabu ambacho kiliandikwa na Paulo, ambaye aliandika akiwa gerezani, ama alikuwa ameshikwa na hakutiwa gerezani, lakini alipatiwa nafasi ya kukomboa nyumba pale nje, na akiwa pale aliendelea kueneza injili. Na hapo kanisa la Wafilipi walituma misaada yao kwake, na kitabu hiki kimeandikwa akiwashukuru kwa sababu ya kuungana pamoja na yeye hata akiwa katika hali ya dhiki, kwamba Wafilipi pia walihusika katika hali ya kusaidia na kuungana pamoja na yeye. Na ameandika sana, lakini mlango wa 4 anaendelea kumaliza katika hali yake ya kushukuru na kuwatia moyo na mambo kama yale, na anawaambia kwamba furahini katika Bwana siku zote. Nataka tuongee kuhusu jambo la kufurahi. Jambo la kwanza ni kwamba tunahitaji kufurahi katika Bwana siku zote. Siku zote ndi ikiwepo zile siku ambazo tunapitia dhiki, siku ambazo tunapitia shida, siku ambazo tunapitia uchungu, tunahitaji kufurahi katika
Bwana. Paulo akiandika haya, anaandika kwa sababu ye mwenyewe anajua kwamba alipitia dhiki na amepitia shida nyingi. Katika Matendo ya Mitume 16 tunamuona Paulo wakiwa wameshtumiwa na wanatiwa gerezani kwa sababu ya jambo ambalo lisilokuwepo. Na katika pale yeye pamoja na Sila waliweza kuomba na kumshukuru Mungu. Walikuwa naimba, walikuwa na mshukuru Mungu akiwa gerezani, nayo milango ya gereza ikafunguka. Na anapokuja katika kitabu cha Wafilipi mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 12 inasema kwamba, lakini ndugu zangu, nataka mjue ya kuwa mambo yote yaliyonipata yametokea zaidi kwa kuieneza Injili. Hata vifungo vyangu vimekuwa dhahiri katika Kristo miongoni mwa askari na kwa wengine wote pia. Na wengi wa hao ndugu walio katika Bwana hali wakapata kudhibitika kwa ajili ya kufungwa kwangu, wamezidi sana kudhubutu kunena neno la Mungu pasipo hofu. Paulo akiwa amefungwa, yeye hajaanza kulalamika, yeye hajakataa mambo ya kufungwa pale, lakini yeye alipata nafasi ya kueneza Injili. Kwa hivyo anaona kwamba kufungwa kwake kumemsaidia kueneza Injili. Kufungwa kwake kumemsaidia kwamba wengine pia wanapata nafasi ama wamepata ujasiri wa kueneza Injili. Na ndipo anasema kwamba furahini katika Bwana siku zote, kwa sababu anajua siku zote, hata wakati wa dhiki, furahi katika Bwana. Na anasema ni katika Bwana. Hii si furaha ya kiulimwengu, hii si furaha ya dunia. Furaha inahusisha mambo ambayo yanatendeka, inaletwa kwa sababu ya vile ambavyo sisi wenyewe tunajihisi na mambo ambayo tumeweza kuyatenda na kuyafanya, basi tunafurahi kwa sababu ya yale. Lakini tukiingia katika hali ya shida, furaha ya dunia inaondoka. Na ndipo anasema katika Bwana, kwa sababu ni Bwana naye tupatia furaha hata wakati wa dhiki. Yeye anatusaidia kufurahia hata wakati wa dhiki. Na jambo ambalo linafanyika pale, tunapofurahia hata wakati wa dhiki, Mungu anatupatia ujasiri na anatupatia nguvu ya kuona mambo, na anatusaidia hata kufanya maamuzi yaliyo ya sawa. Na tunapofurahi katika Bwana siku zote, tunapata amani. Mstari wa 6 unasema kwamba msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Nini itafanyika mkifanya hivyo? Mstari wa 7 inasema kwamba na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kwa hivyo tunapofurahi katika Bwana kila wakati, tunapofurahi katika Bwana siku zote, yeye anatupatia amani. Ana amani yake ambayo inapita akili zote, akili za wanadamu. Amani ipitayo akili zote inahifadhi mioyo yetu pamoja na nia zetu. Paulo anajaribu kusema nini hapa? Hii ni mistari ambayo ni ya kiroho, lakini pia ukiangalia saikolojia, hii inatuambia kwamba tunapofurahi katika Bwana tunapata amani. Tukipata amani hata katika nia zetu na katika roho zetu, tunaweza kufanya maamuzi yaliyo sawa. Madaktari wanasema kwamba hata ukiwa mgonjwa, jambo nzuri unalolifaa kulifanya ukiwa katika hali ya ugonjwa ni kupumzika, ni kukuwa na amani katika nia yako. Wakati uko na amani katika nia yako na roho yako, hata ugonjwa unaweza kupona kwa urahisi kwa sababu una amani. Na Paulo hapa hajatuambia kwamba tunapofurahia katika Bwana tutaweza kupata miujiza kama vile ambavyo milango ya gereza ilifunguka. Paulo hatuambii mkifurahi katika Bwana milango itafunguka, shida zitaondoka, nini itafanyika, uchungu utaisha mara hiyo hiyo. Hapana, anatuambia ni amani ya Bwana tutakayokuwa nayo. Hivyo ni kusema kwamba hata tukiendelea katika dhiki, bado tutakuwa na amani ya Bwana. Paulo hapa anatuambia uwazi yale mambo yanatendeka, kwa sababu hatuwezi ishi bila uchungu.
lazima tutahisi uchungu, lazima tutapitia katika dhiki, lakini ambaye anatusaidia kupitia dhiki ni Mungu. Ndipo sasa nasema kwamba furahini katika Bwana, naye anatupatia amani, hivi kwamba tutapitia katika ile dhiki, tutapitia katika ule chungu tukiwa na amani ya Bwana. Na ndipo sasa nasema kwamba ni amani ipitayo akili yote. Kwa sababu hii amani si ile ya ulimwengu, ambayo ukiwa katika hali ya uchungu hauna amani, ukiwa katika hali ya dhiki, ukiwa katika mgonjwa huna amani. Lakini amani ya Bwana ipitayo akili ni kumaanisha kwamba hata ukiwa katika hali ya ugonjwa, Bwana anakupatia amani yake. Hata ukiwa katika hali ya uchungu, Bwana anakupatia amani yake. Hata ukiwa katika hali marafiki wamekutoroka, Bwana anakupatia amani yake. Hata ukiwa na maadui, badala ya kushinda ukipigana na maadui, muuliza Bwana, atakupatia amani yake. Nayo amani ipitayo akili yote ya wanadamu itahifadhi mioyo yetu na nia zetu katika Kristo Yesu. Lakini ili hiyo ifanyike, lazima tufurahi katika Bwana. Hivyo ni kusema kwamba tumtizame yeye, tutizame Kristo Yesu. Wakati ambapo tunapitia yote, tumtizame na tumuulize atupatie amani. Na vile ambavyo mstari wa 6 amesema kwamba kwa kuomba na kusali pamoja na kushukuru, haja zetu zijulikane kwake. Kwa hivyo kuna kunena na Mungu, naye amani yake inatujaa. Si kwamba lazima atatuondolea, hata asipotuondolea tutakuwa na amani. Na hiyo ndio jambo ambalo tunahitaji sana. Kama Shadrach, Meshach na Abednego walisema kwamba hata kama Mungu hatatuokoa, bado tuna amani na hatutaabudu sanamu. Na sisi tukiomba amani ya Bwana itazidi kuhifadhi mioyo yetu na akili zetu. Tuombeni pamoja. Baba, tunasema asante kwa sababu ya amani yako. Tusaidie kukuomba na kufurahi ndani yako. Na ili tunapofurahi hata wakati ambapo tunapitia dhiki, tutaweza kupata amani yako ipitayo akili ya wanadamu, ili tutaweza kuhifadhi mioyo yetu na itaweza kuhifadhi nia zetu. Tusaidie kila wakati kufurahi ndani yako. Hata wakati ambapo hatuoni haja ya kufurahia, tusaidie tu kufurahi ndani yako. Na tukifanya hivyo, tutakuwa na amani yako. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Bwana awe pamoja nanyi. Bwana kazidi kwa hifadhi na amani yake. Bwana kazidi kuongoza na sisi tufurahie ndani yake katika Kristo Yesu. Amen. Amen.